Selemani Bwege amezua vuguvugu jipya la kisiasa baada ya kujiunga na Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imechukua sura mpya kufuatia hatua ya mwanasiasa maarufu kutoka Pwani Selemani Bwege kujiunga rasmi na chama cha Chadema. Uamuzi wake umetajwa na wachambuzi kama tukio kubwa lililoweza kubadili upepo wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Hatua hii imeibua mjadala mzito wa kugusa hisia za wafuasi wake ama wa vyama mbalimbali, hasa kutokana na historia yake ndefu katika siasa na ushawishi wake mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Bwege, ambaye anafahamika kwa sauti yake ya kipekee na mvuto wa wapiga kura haswa wa vijijini na mijini, amekuwa akichukuliwa kama kielelezo cha mwanasiasa anayejua kuunganishwa na jamii ya chini. Kujiunga kwake na Chadema kumechukuliwa na wengi kama ishara ya upinzani kuimarisha nguvu zake kwa kushirikiana na sura zinazokubalika zaidi miongoni mwa wananchi. Hatua hii imeonekana kama mwanga mpya wa matumaini wa vijana wengi wanaoamini kuwa mabadiliko ya kweli yanaweza kupatikana kupitia mshikamano wa vyama vya upinzani. Katika mjadala wa kisiasa ulioibuka, wachambuzi wanaona Bwege si mwanasiasa wa kawaida, ni kiongozi ambaye mara zote amejijengea jina kupitia lugha rahisi, ucheshi na ukaribu na wananchi wa ngazi ya chini. Uwezo wake wa kuzungumza lugha ya kawaida ya wananchi umefanya awe kivutio cha pekee kisiasa. Na kwa kuhamia Chadema, chama hicho kinatarajiwa kunufaika na mtaji wake ambao ni mkubwa zaidi haswa wa kisiasa, ambao unaweza kuhamasisha ari ya mabadiliko kwa kiwango kikubwa. Na wakati Bwege alipokelewa na Chadema, hali ndani ya upinzani imeendelea kuonesha sura mbili. Zitto Kabwe na ACT Wazalendo wamejikuta wakikabiliwa na mashinikizo makubwa ya kisiasa, huku baadhi ya wachambuzi wakiona kwamba kuondoka kwa Bwege ni pigo linaloweza kupunguza nguvu za kisiasa za chama hicho. Aidha, kuna hoja kwamba kitendo cha mwanasiasa mwenye mvuto mkubwa kujiunga na chama kingine kinaweza kusababisha mabadiliko ya nguvu katika maeneo kadhaa ya kisiasa nchini. Hali hii imejionyesha zaidi ya saa baada ya Luhaga Mpina, aliyewahi kuwa waziri wa mifugo na uvuvi, kutoa masharti wa ACT Wazalendo akisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya wazi na usawa ndani ya chama hicho. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaona Selemani Bwege ndiye anayebeba uzito wa mjadala wa sasa, kwa sababu hatua yake imeweka mwanga mpya kwenye upinzani na kuonyesha uwezekano wa kuundwa kwa mshikamano mpana zaidi. Kwa sasa nguvu ya kisiasa ya Bwege imeonekana kama chachu ya kuunganisha wafuasi wapya na kuongeza ari ya kisiasa ndani ya Chadema. Ushawishi wake, umaarufu wake miongoni mwa vijana na taswira yake mwanasiasa anayegusa maisha ya wananchi wa kawaida unatazamiwa kuongeza mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kwa ujumla, hatua ya Selemani Bwege kuhamia Chadema imekuwa kiini cha mjadala mzito unaoendelea. Hii si tu hadithi ya mwanasiasa mmoja, bali ni sehemu ya mwelekeo mpana unaoashiria kwamba upinzani nchini Tanzania unatafuta nguvu mpya kuimarisha nafasi yake kisiasa. Mabadiliko haya yanatoa picha kwamba siasa za upinzani zinaingia katika hatua mpya yenye matumaini, lakini pia changamoto kubwa ya mshikamano. Na huu umekuwa uchambuzi wa Kenyascope, na endelea kutufuatilia kwa habari zaidi kuhusu siasa, jamii na maendeleo barani Afrika.